fungulie kanisa la Glory of Christ Hala ili kuwapa fursa waumini wa kanisa hili kufanya ibada kwa uhuru. Tunawasihi pia viongozi wote wa dini watoke hadharani kukemea vitendo hivi vya utekaji, kwa sababu wanaotekwa ni waumini wa dini mbalimbali. Mwisho, ninawasihi kabla ya mwisho, hii ni nchi pekee duniani ambayo mtu anatoka kukemea uovu anaadhibiwa. This is a high level ya impunity. Hii serikali inaipeleka nchi hii, apelekwe polisi, apelekwe mahakamani, ndio wanachosema utawala wa sheria. Kuua watu kihuni, kidhalimu, kuchukua judgment ya kuua watu ni jambo la kimungu. Watu wanajipa majukumu ya kuua watu. Tunazungumza kuhusu Beni Sanane, ni zaidi ya miaka 4-5. Tunazungumza kuhusu Azori Gwanda, mwandishi wa habari mwenzenu. Tunazungumza kuhusu wakina Mrai, wakina Deus Dedi Tsoka, kijana wa miaka 25 ambaye mbele yake kulikuwa na dreams kubwa. Tunazungumza kuhusu Kaswahili. Tunazungumza kuhusu Mdude Nyagali. Tunazungumza kuhusu Shadrack Chaura. Tunazungumza kuhusu hata mjumbe wa mkutano mkuu wa CCM Bwana Daniel Choncholi amechukuliwa, watu wanatekwa. Leo askofu anatoka anakemea utekaji, anafungiwa kanisa, anaambiwa anafanya siasa. Utekaji sio siasa. Utekaji ni uhalifu, ni dhambi. Na viongozi wote wa dini, wale wanaosoma Biblia, waelewe watumishi wa Mungu wakina Abed, Meshach na kina Abednego. Wakina Meshach na Abednego walikuwa napinga tawara za kidhalimu kama hizi. Ni tawara kabisa zilikuwa za kiserikali. Mitume wengi tu wa Mungu wamesulubiwa kwa kupinga tawara dhalimu. Na ndio kazi ya hasa ya dini. Alichokifanya Askofu Gwajima ndio kazi hasa ya kujenga waumini kwenda mbinguni kwa kuwafundisha kutenda haki na kutenda wema, kutokuteka watu, kutokuua watu, kutokudhulumu uhai wa watu. Na sisi tunaunga mkono alichokifanya Askofu Gwajima, na tunawasihi viongozi wengine wote wa dini watoke wakemee mambo haya ambayo sio mambo ya mazuri katika nchi yetu. Na sisi hatutanyamaza. Hatutanyamazia utekaji, hatutanyamazia uovu wowote katika nchi hii. Na kumbukeni, si kwa nini nyie waandishi tusaidieni kufanya analysis. Huyu Askofu Gwajima miezi kama 5-6 iliyopita alikuwa anazunguka nchi nzima. Anafanya mikutano ina watu 5,000, 6,000, 10. Anaimba mama oye. Watu wanapunga mkono, wanaounga mkono mama. Hapo alikuwa afanyi siasa. Hapo dini ilikuwa haiingilii siasa. Kama alivyosema baba askofu Bagonza, kwamba wakisema mama anaupiga mwingi, hapo hakuna siasa. Wakisema anaupiga mchache, hapo dini imeingia kwenye siasa. Askofu Gwajima alivyokuwa anasema mama hoye nchi nzima, hiyo ilikuwa vizuri kabisa. Leo Askofu Gwajima anasema mnateka watu, mnapoteza watu, Nongwa. Hatuwezi kubali. Hii nchi sio ya kikundi cha watu wanaoleta uhuni. Ndio maana tutawapinga. Na mwisho ninawasihi wanachadema na Watanzania kwa ujumla kuwa Chadema ni chama pekee kinachoweza kuaminika katika kuwasemea mambo ya Watanzania. Tunachokipigania kina faida sana katika taifa hili. Ukweli unabaki kuwa ukweli. Tumekuwa na chaguzi za kihuni, huo ni ukweli. Tumekuwa na chaguzi zenye mauaji, huo ni ukweli. Tumeshuhudia uoga, uragai mwingi katika michakato ya uchaguzi, huo ni ukweli. Tumeshuhudia wagombea wa vyama mbalimbali vya upinzani wakienguliwa kwa hila za Chama cha Mapinduzi, huo ni ukweli. Tumeshuhudia uchaguzi ukikosa maana na kutokuaminika, huo ni ukweli.
sisi Chadema tunasema tutawaunganisha Watanzania ili wapaze sauti zao kuiambia serikali izingatie, ione umuhimu, isifanye masihara kuwa mabadiliko yanayotakiwa kwenye mfumo ya uchaguzi yatakuwa ni sababu ya kuendelea kulinda amani ya nchi hii. Yaani mabadiliko tunayotaka ni kwa ajili ya kulinda amani ya nchi hii. Na la mwisho kabisa ni hili ambalo wanaharakati kutoka nchini Kenya wamelizungumza. Na hili ni bora mkalitilia maana, na nalisema hivi kuweka mkazo kilichotokea juzi mahakamani. Tulipokuwa kwenye kesi na kuomba Fred Atali njoo. Fred njoo. Tulipokuwa kwenye kesi siku ambayo Mheshimiwa Lissu ameletwa mahakamani, mlishuhudia baadhi ya mapolisi wanapiga watu wetu. Tena mtu anakimbia anaelekea huku, polisi anashika rungu mikono miwili, anampiga, anarudia. Amepigwa kiongozi wetu, katibu mwenezi wetu wa vijana wa taifa, ndugu Ferius, kama yuko hapa. Ferius yuko hapa. Njoo bana. Ameumizwa, naona ule mkono bado anatembea kama amenani. Amepigwa na mwenyekiti wetu wa wilaya ya Temeke. Si ndio bwana nani yule? Amekuja naye. Kwa bwana huyu amepigwa, na mliona alikuwa haresist, na Benito amepigwa. Lakini huyu Fred na wenzake watatu walikamatwa, wakaviringishwa kwenye turubai la gari ya polisi, wakasafirishwa kusikojulikana kwa muda mrefu sana. Na wale polisi wakawa wanawasiliana kwa simu, wakaenda kuwabwaga Mkuranga. Na nafikiri baadaye atasema kidogo. Wakaacha Mkuranga. Sasa hao walipigwa tu, lakini huyu Fred na wenzake walichukuliwa wakaenda kuachwa Mkuranga. Na ni baada ya wale polisi kupokea order kwamba hao waacheni. Sasa kama wasingepokea hiyo order, leo tungekuwa tunasema Fred Atali na wenzake wako wapi. Hili linatusaidia pia kuzungumza kuhusu yaliyomtokea Boniface Mwangi na yule binti anaitwa Agatha Atuhaire. Na nimemsikia tunaongozwa na watu wa hovyo sana katika nchi hii, ambao wataingiza nchi hii kwenye crisis kubwa kimataifa, kidiplomasia na kila kitu, alafu tutakuwa kwenye matatizo makubwa sana. Watu wanaituhumu serikali kwamba imewakamata, imewafanyia vitendo vya sodomi. Na kuna watu wamelalamika kuhusu kufanyiwa vitendo vya sodomi katika nchi hii. Na kuna wengine waliogopa kusema. Nampongeza bwana Boniface Mwangi kwa kuwa muwazi. Lakini msemaji mkuu wa serikali anasema waliwakamata tu, walivunja sheria, hawakufuata utaratibu kuingia kwenye nchi hii, kwa hiyo waliwakamata kwa kuvunja sheria. Unapovunja sheria haui deported. Na unasikia hata waandishi mnahoji watu, mimi napata shida sana na nchi hii. Kuna matatizo makubwa tunabidi kuyarectify. Unapomhoji msemaji anasema hao watu walivunja sheria. Unapovunja sheria unatakiwa kufanywa nini? Sio kwenda kuteswa. Anasema nchi hii sio shamba la bibi. It's true, sio shamba la bibi. Ndio maana tunapinga wizi wa mali za umma. Hatutaki nchi yetu iwe shamba la bibi. It's true, hatutaki nchi iwe shamba la bibi. Lakini kama mtu amevunja sheria, sheria zetu zinasema akamatwe, apelekwe kwenye kituo cha polisi, familia yake itambulishwe, afunguliwe mashtaka. Yako wapi mashtaka aliyofunguliwa Boniface Mwangi kwa kosa lolote katika nchi? Yako wapi mashtaka aliyofunguliwa na akapelekwa mahakamani Agatha Atuhaire? Yako wapi? Kama walikuwa na makosa, kwa nini hawakufunguliwa kesi? Kwa nini wamepigwa na wakatelekezwa kwenye nani? Sasa haya mambo crisis yake ni kubwa sana. Hii nchi haiwezi kuongozwa na kagenge kadogo ambako kanajisikia kwamba nchi ni mali yake, kameiteka. They think they can do anything to anybody. Haya mambo tunayakemea sana.